28, wilaya 111 na vituo maalum 6. Kwa ujumla wake, kati ya ofisi hizo 145, majengo ya mikoa yanayomilikiwa na TAKUKURU ni 70 tu, kwa maana ya mikoa 23, wilaya 46 na kituo maalum 1. Vile vile majengo yatakayojengwa katika mwaka wa fedha wa 2025 2026 ni 11, ambayo yanajumuisha ofisi moja ya mkoa na ofisi 10 za wilaya. Hivyo kwa hesabu hizo tuna jumla ya ofisi 64 ambazo bado hazijafikiwa kujengewa ofisi, kwa maana ya mikoa 4, wilaya 55 na vituo maalum 5. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa Nyang'hwale ni moja ya wilaya zenye bahati kwa kufikiwa mapema na zoezi hili la ujenzi wa majengo ya ofisi. Ndugu wageni waalikwa, kwa idadi hii ya majengo ya ofisi za TAKUKURU, mtakubaliana nami kuwa serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwa TAKUKURU, jambo ambalo linadhihirisha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Kwa niaba ya management na watumishi wenzangu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, ninapenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kuiwezesha TAKUKURU kwa rasilimali watu, vitendea kazi pamoja na fedha ambazo zimetuwezesha kujenga majengo ya ofisi za TAKUKURU katika mikoa na wilaya, hivyo kuwapatia watumishi mazingira bora ya utendaji kazi, lakini pia kutoa huduma bora kwa wananchi ambao tumepewa dhamana ya kuwahudumia. Wageni waalikwa, kama ilivyojulishwa, jengo la TAKUKURU wilaya Nyang'hwale hadi kukamilika kwake limegharimu kiasi cha shilingi milioni 386,38,051. Tumejulishwa pia hapa kwamba kiwango hicho ni ongezeko la takriban shilingi 600,000 zaidi ya bajeti iliyokuwa imetengwa awali, ambayo ilikuwa ni shilingi 385,404,150. Lakini sema tu wazi kwamba ongezeko hili halitii shaka ikilinganishwa na changamoto ndogo ndogo zilizojitokeza wakati wa ujenzi, kama zilivyobainishwa hapa na taarifa ya mkurugenzi wa miliki. Hivyo ninatumia hadhira hii kuwapongeza sana mkuu wa TAKUKURU wilaya Nyang'hwale, Bi Wakulu na timu yako kwa uadilifu na weledi katika usimamizi wa ujenzi wa jengo hili. Hongereni sana. Sasa mnaweza mkasema, jamani, mbona TAKUKURU mmeamua kupaishana tu wenyewe? Kwa nini? Kama ilivyoelezwa na mkurugenzi wa miliki, jengo hili limejengwa kwa utaratibu wa force account ambao hautubani kuwa na mshauri elekezi. Kwa hiyo badala yake shughuli ya usimamizi, ushauri elekezi imefanywa na watumishi wenyewe wa TAKUKURU chini ya Bi Wakulu, mkuu wa TAKUKURU wilaya, ambapo walipangiana ratiba za kufuatilia utekelezaji wa mradi huu mpaka leo unapokamilika tunakuja kuuzindua. Kwa hivyo hongereni sana. Lakini sanjali na watumishi wa TAKUKURU wilaya, pia nampongeza mkurugenzi wa miliki pamoja na timu yako ya wataalamu ambao pia ilimjumuisha mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita kwa kutumia taaluma na weledi wenu kuhakikisha kuwa kazi ya utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa majengo ya ofisi za TAKUKURU na hususan jengo hili la Nyang'hwale inatekelezwa kwa kiwango cha juu. Hongereni sana. Katika hatua nyingine, ninawapongeza pia kwa kufuata utaratibu wa ujenzi uliowekwa na serikali wa force account. Utaratibu huu, licha ya kuharakisha taratibu na michakato ya ujenzi, unawanufaisha baadhi ya wenyeji wa wilaya Nyang'hwale kwa kupata ajira ndogo ndogo za muda kama za saidia fundi na hivyo kujiongezea kipato. Vile vile ninatambua mchango wa fundi mkuu aliyetekeleza mradi huu, Bwana Isa Abdalla Nkurusi. Hongera sana kwa kazi nzuri ambayo sote tunaishuhudia. Hongera sana. Bwana Isa ndio huyo. Matokeo ya kazi ya mikono yake mnayaona hapa. Kwa ni fundi mahiri, fundi mzuri mwenye uzoefu wa kutosha. Kwa hivyo msisite kumtumia katika miradi yenu binafsi, lakini hata miradi ya ujenzi wa majengo ya taasisi kama tulivyofanya sisi TAKUKURU hapa. Wageni waalikwa, wito wangu kwa watumishi wa TAKUKURU wilaya Nyang'hwale pamoja na mikoa na wilaya zote ambazo kuna majengo mapya ya ofisi ni kuwahimiza kuyatunza na kuyathamini majengo haya pamoja na vitendea kazi vyote vilivyomo na mtakavyoendelea kupewa, ili viweze kutumika kwenu na kwa vizazi vijavyo na hivyo kuleta ufanisi uliokusudiwa. Kwa hivyo watumishi wa TAKUKURU Nyang'hwale tuna jukumu kubwa la kulitunza jengo hili. Lakini wananchi sio Nyang'hwale hapa tuna wajibu na jukumu la kulitumia jengo hili kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa
kwa kufika hapa ofisini kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kero mbalimbali ambazo tunadhani zisipochukuliwa hatua basi zinaweza kugeuka na kusababisha vitendo vya rushwa. Kwa hiyo wananchi, fikeni hapa, eneo zuri, naona kuna faraga ya kutosha pengine kuliko huko tulikokuwa mwanzoni kwenye jengo la kupanga ambalo lilikuwa tupe nafasi ya kutosha katika kutekeleza majukumu haya. Lakini kwa ambao tunashindwa kuja kwa sababu yoyote nyingine, vijana wametukumbusha hapa kuna namna nyingine ya kutufikia TAKUKURU. Wametaja hapa namba vijana wa klabu ya wapinga rushwa wa shule sekondari Msalala kwamba tunaweza tukapiga namba ya simu 113 itapokelewa, na uzuri namba haihitaji bando wala vocha. TAKUKURU tumejikita zaidi katika uzuiaji wa vitendo vya rushwa kwa kufanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuendesha programu ya TAKUKURU Rafiki, ambapo wananchi wanaibua kero zao mbalimbali ambazo zikiachwa zinaweza kusababisha uwepo wa vitendo vya rushwa, na TAKUKURU kwa kushirikiana na wadau hawa kutoa majibu ya kero hizo. Sisi watumishi wa TAKUKURU tunaahidi kuyatunza majengo haya huku tukiendelea kuchapa kazi kwa uaminifu, kwa weledi, kwa uzalendo na kwa umahiri mkubwa katika majukumu yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini. Nipende kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutuwezesha sisi wananchi kutuletea huduma za karibu kwetu. Wakati bado huduma hatujaipata, tuko tunahangaika sana kwenda Geita, kwenda kutafuta TAKUKURU Geita. Lakini kwa huruma ya Mama Samia Suluhu Hassan akatuletea huduma hii hapa kwetu Nyang'hwale. Kwa ofisi hii au kuzinduliwa kwa ofisi hii ya TAKUKURU wilaya Nyang'hwale inatusaidia sisi wana wilaya Nyang'hwale kukaa imara na kujifunza mambo mengi, kama wanavyotukataza TAKUKURU tusipende sana rushwa,